Utambulisho wa jamii sio sura wala elimu ya kutosha, ila mila na desturi zao. Katika jamii za Kenya, mila na desturi zimesalia kuwa nguzo ya kuendeleza utofauti wa tabia zao na jamii nyingine za Afrika. Humu nchini kuna aina nyingi ya desturi za mila wakati wa sherehe, mfano mila ya desturi za mazishi, kuhitimu, harusi, wakfu na siasa. Leo hii tunazamia katika kaunti ya Kakamega, eneo bunge la Malava, ambapo wazee wa Abashu wanatekeleza mila ya siasa. Wakati mmoja wao amejitokeza katika kinyang'anyiro cha uaniaji kiti. Kuhusu kwa laga yanga mna manyendo kubera halala kutinzu tita nda kunyanga ukuraho kukera ko mukasa kuno ko kubola bare ubwami kukerere ushu ubani kwama emyaka minyi moja mbili tatu. Katika wadi ya Shirugu Mukai tunampata Nelson Shilungi ambaye ametangaza rasmi kuwania kiti hicho cha ubunge na anafanyiwa tambiko na wazee wa eneo hilo. Safari ya utamaduni huu hung'oa nanga baada ya wazee wa eneo hilo kukubaliana kuwa watampa mgombea uwezo na mamlaka ya kuwakilisha jamii yao katika kinyang'anyiro. Weniwe kiduiniwe mkulundu okula ngote inzu ya ngote. Sisi huwa kwanza tunafanya ushauri, tunakaa tunafanya consultation, kwa kuwa watu wanaweza kuwa 3, 4, 5, lakini tunaona ni nani alikuja mbele yetu. Kwanza ndio hiyo, kwa sababu kuna mtu anaweza anzia tu mahali pengine na hajawahi kuwa na sisi atuulize ninataka hii. Na pili, tukishaangalia tumeona hawa watu wote wako, lakini kwa sababu kura inataka mtu mmoja, tutakaa hawa wazee na tuamue ya kwamba kwa wakati fulani tungependa fulani atuongoze na mwingine ngoje wakati utakuja tena akipata. Usiku wa manane, sherehe hiyo inang'oa nanga. Ingoze nabanga we mombe ingoze yaruka bandu ingoze shemo wadumba simungo. Hapa huwasili kiongozi huyo akiwa peke yake ama mlinzi mmoja tu ambaye anatoka katika jamii hiyo, huku akiwa ametengewa kiti cha utamaduni asikalie viti vya kawaida. Baada ya hapo, kila muhusika huvuta pombe hiyo na kumzunguka kiongozi wakikiri kutobadilisha uamuzi na kumpa baraka za mwisho wakirudi kuketi. Kisha baadaye wanachukua vitu hivyo na kumkabidhi mmoja wao ambaye ametoka kwa nyumba kubwa, akipewa majukumu ya kusafirisha vitu hivyo mpaka kwa nyumba yake, huku akihakikisha kwamba ampeana ulinzi kwa masaa 12. Baadaye kiongozi huyo anaruhusiwa kuondoka rasmi, akifululiza moja kwa moja mpaka kwa nyumba yake, asiruhusiwe kuenda mahali popote, kulala na mke wake na kadhalika kwa masaa 12, huku akiwa ameandamana na wazee hao ambao pia wanaruhusiwa kumlinda kwa masaa hayo 12 kabla ya kumwachilia atangamana na wananchi wa eneo hilo. Ikiwa utahudhuria kikao hicho na usaliti makubaliano hayo, huenda maisha yako yakasambaratika ama ushuhudie mauti kwa njia tatanishi.
na pia sherehe hii hufanyiwa tu mtu mmoja, na ikiwa mwingine atajitokeza haruhusiwi kabisa, na ikiwa atafeli kufuata sheria ya wazee hupoteza maisha yake ghafla kwa kujaribu kutofuata sheria za tamaduni zake. Katika sherehe hii pia wanawake hawaruhusiwi, kwani mara nyingi huleta mikosi na wengi wao hawatoki katika jamii hiyo, na mtu yeyote ambaye hatoki katika jamii hiyo haruhusiwi kuhudhuria kikao hicho. Umundu warulei arala kukhabanga amafumo kaliana kana nuka kama saa kulwa kola bali akienda ngana gabari. Sami Shionga, kaunti ya Kakamega.